Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muda sahihi wa kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni Safari Almas. Karibu na tega sikio. Na taarifa yetu ya habari iraanza na uko Kinshasa ambako coordinator wa RAD Jemedari Padiri Bulembo yuko huru sasa na ataendelea na kazi yake. Hivyo ni baada ya kuitishwa pale Kinshasa kwa siku kadhaa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jemedari Padiri ndiye anayesimamia wazalendo wote nchini DRC baada ya kuteuliwa na rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alimpa wazifa huo katika ile namna ya kuwatambua wazalendo kama jeshi la akiba kutokana na namna wanavyojitolea kupiganisha nchi, hasa kutokana na uvamizi wa Rwanda kupitia sapoti wanaoitoa kwa M23. Kwengineko ni kwamba uko tu Kinshasa ni kwamba gari moja uko Kinshasa imegunduliwa ikiwa na vifaa vya kijeshi ikiwemo sare za kijeshi, na hivyo ikaleta wasiwasi mkubwa kwa raia wa eneo hilo, hasa ukiangalia hali inayoendelea kwa sasa nchini DRC. Shuhudia hapa namna hali ilivyokuwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Na kwingineko ni kwamba barabara ya taifa namba 5 inaripotiwa kuwa katika hali mbaya ambako inasababisha ajali ikiwemo watu kufariki na vitu vingi vya samani kuharibika. Kwa sasa eneo la Luanga tarafani Fizi, maji ya ziwa Tanganyika yameongezeka kwa kiasi kikubwa na kuweza kufikia hadi barabarani, na hiyo ilipelekea gari mbili za mashirika ya kiutu kuweza kuzama katika ziwa Tanganyika kama unavyoona mwenyewe hapo mpenzi mtazamaji. Uko maeneo ya Ngomo ni kwamba jeshi la wazalendo lazidi kudhibiti ulinzi katika eneo la Businga, maeneo ya Ngomo ambako wako imara kwa ajili ya kulinda vyema usalama ili adui asivamie tena maeneo hayo. Wazalendo wanajitolea kwa kiasi kikubwa kuweza kupiganisha adui na kuendelea kushika baadhi ya vijiji kadhaa vilivyokuwa na kaliwa kwa sasa na M23 AFC, na hiyo inaonyesha ni namna gani wanapenda nchi. Uko Mwayenga katika kisanga cha Ubwari sekta Mutambala tarafani Fizi ni kwamba hali ya usalama ripotiwa kwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Mwayenga na vitongojini mwake. Hivyo ni baada ya ghasia iliyofanyika kati ya jeshi la taifa FARDC batalioni ya Fuma zidi ya wazalendo katika siku za nyuma huko Mwayenga. Shirika la raia ndani ya sekta Mutambala limeonyesha kuwa kwa sasa shughuli mbalimbali zimeanza vema licha wasiwasi na utanda miongoni mwa wananchi ambao kwa sasa wanahofia kurejea katika vijiji vyao. Emery Kaongo Bieneme ni mkuu kiongozi wa shirika la raia sekta Mutambala, amezungumza na TV yako. Ndiyo, tunaweza sema kwamba hali kwa sasa ndani ya kisanga cha Ubwari inaendelea kuwa tulivu kidogo kidogo kama taarifa tulizo nazo, maana lililotokea kwa kijiji cha Mwayenga baada ya kufa kwa maskari wawili wa Fuma, jeshi la wazalendo lilikwenda na muda wa siku chache tu walirudi na kuweka position pale. Hofu kubwa ambao raia tu wanakuwa nayo ni kufuatana na jeshi la Fuma ambalo linakwenda kudeklare kusema kwamba axe ambayo wazalendo wanakuja kujipositione ni muaxe yao, c'est-à-dire Fuma na deklare kuanza Luamba ama na kuendelea. Hivyo inaendelea kudeklare kusema hawataki kuona wazalendo muaxe yao. Hilo ni jambo ambalo linakwenda kuweka hofu kwa waraia, na kwetu sisi kama ofisi ya shirika la raia msekta Mutambala tunaweza kuomba ndugu zetu inaaja ipumue, raia inaaja ipumuzike. Tunakwenda kutosha usipole kwa wenzetu wanaopatikana mugini ya Mkindu kwa lile lililotokea. Kama vile vraiment tunashukuru sana kwa upande wetu kuona jinsi hali iko naendelea kujitengeneza siku kwa siku, ijapo ya mawasiwasi ya lalamiko la jeshi ya Fuma kusema kwamba axe ambayo wazalendo wanapatikana ni axe yao, wazalendo wapasi kukua Mwayenga.
Huko Baraka ni kwamba mkuu kiongozi wa Bita mjini Baraka amewataka raia wa eneo hilo kuchimba mifereji ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza akajitokeza wakati wa masika, hasa mafuriko mara kwa mara. Akizungumza kwenye TV yako, Shelinda Shele ambaye ni mkuu kiongozi wa Bita, kitengo ambacho kinahusika na ukingo wa raia na mali zake, amesema kuwa ni vyema kila raia kuweza kuchimba mfereji, hasa kuwa na juhudi ya kuweza kusafisha kila mara ambako maji yanaweza akajia na kutapakaa kila kona na kupelekea maafa mengi, hasa nyumba kubomoka na vitu vingine vya samani kuweza kubebwa na maji. Huyu hapa, tumsikilize. Mkujenga inafaa kuya kuona service ya Bita gratuit kwa bure. Fika tu kwa bure, tukukonseye hapa ni fasi ya kujenga, hapa ni fasi ya kupanda mamiti. Sasa watu ni matatizo, mmoja anakatala, mmoja anasema ni fasi yao ya zamani manini. Unajua magisi manyumba zinapanda zinakuwa mingi, na ndio vile vile maji inakuwa mingi. Jua manjanja inapokea maji ya mingi. Sasa kwa ile vitu hata sisi tunaona Tanganyika tena iko inaendelea kupanda. Tuko mwa ile kampanya hata sisi ya kwenda naangalia manyumba zenye ziko muhali ya mubaya, kwanza ku prevenir, parce que wanasema gouverner c'est prévoir. Si habita tunaangalia watu, tunaangalia nyumba, tunaregreta hata si kuna nyumba na bomoka. Tunapoteza nombre ya manyumba. Mtu anakufa, tunapoteza effectif ya watu. Na ndio tunapenda kuambia kama mwai kutoka mapema. Ndio effectivement hakuna vile bila urbanisation, hakuna na urbanisation haiwezi kuwa bila makanale ya evacuation ya mai. Mara mingi ni problem. Evacuation ya mai ya uchafu hakuna, evacuation ya mai ya mvula hakuna. Unakutana sasa kanali zenye mtatia ni za bulongo. Inalomba muda ni projet tulikuwa nayo, na tulidepose ku mairie ya ingi kwa matatizo kama washaanza kuishughulikia kusema kama kujenga mamifereji. Mai hata unasema unachimbula shimo katikati ya parcelle ingie mule itadeborder tu parce que ni ya mingi. Maji ya mvula iko mingi. Sali ile tunaita sali, ize yenyewe basi tumikisha nayo itaingia mule itayala tu. Solution ni kufanya makanali, kusaidiana na badavini kila wakati kufungula. Jua haijengewi. Mvula inaiharibisha kwanza nini? Ndio kusaidiana na badavini kwa nafaa kila wakati kabla masamedi vile kufanya ile kanali tunaisafisha kidogo, itatosha kidogo. Mimi sasa mvula iko kila siku. Tukiwa tuko katika mji wa Baraka, mji ambao unapatikana jimboni Kivu ya Kusini, ni kwamba raia wa eneo hilo wanataja maisha kuwa magumu kutokana na hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa mashariki mwa nchi ya DRC, ambayo inapelekea bidhaa kaza wa kaza kupanda bei, vile vile na dola kupanda bei kila kuchao, ambao kwa sasa maisha yamekuwa magumu na kupelekea raia wengi kuweza kuyahama makazi yao kwenda katika eneo zingine ambazo kuna unafuu wa maisha. Wakiwa mbele ya mike ya TV yako amesema kuwa kwa sasa inakuwa ni vigumu kuweza kupata pesa, kitu ambacho kinapelekea maisha kuwa magumu, kazi hazipatikani, biashara vinazidi kupanda bei, na yote hayo yanasababishwa na baadhi ya njia kuweza kufungwa ambazo zilikuwa na rahisisha kuweza kuingiza vitu katika mji huo wa Baraka. Hebu tuwasikilize hapa kwenye TV yako wakieleza namna hali ilivyo kwa sasa, hasa kuhusiana na maisha ambayo wanayapitia. Biashara havitoki kama kawaida. Kwa sababu gani? Wakati ambao tulikuwa toa biashara unakuta unarangua na biashara vinatembea kama kawaida. Lakini wakati vita ilianza mpaka hivi hatuoni kama biashara inatoka kama kawaida. Juu utakuta unarangua siku hii kuta miezi 2 biashara ingali mduka yako haitoki kama kawaida. Sababu ni hii hali ya vita inasumbua sana biashara. Na kuhusu hii hali maisha inazidi kuwa ngumu sana kwa sie wafanya biashara wa Baraka. Sasa hii hali ya fujo ibadilike, tuwe mkawaida yetu ya maisha, sababu tukiendelea hivi hatujui kama tutaweza wapi, na hii hali ya maisha gishi inaenda kwa ngumu hivi, hela hazipatikani tena, kila kitu inaanza kuwa ngumu. Hali iko mbaya sana tena sana, kwa juu gisi tunakuwa tunachuuza na hivi kuko tofauti mingi sana. Juu tunaranguaka mboga kweli tunapataka faida, lakini hivi tuko naomba sana kutokana na watravaire nao wapokee, si wenyewe wachuruzi hatupati kitu, na sisi tunaona tunachoka kabisa na kuchuruza. Juu hii area Masasi inatutia kiwasiwasi sana. Juu gisi tuko naomba na sisi tunaona kama tunatacha kwa kuchuruza. Yani wenye walikuwa kana emea kwa 10,000 hivi wanaanza emea kwa 3,000, 2,000 kutokana na gisi hawapokee yele wenye wanatumika kama kazi ya kupokea kumwezi. Kulingana na hadi ya maisha, kwa upande wangu pale zamani maisha yalikuwa mazuri,
lakini kwa hivi maisha ni mabaya sana, mabaya. Fatana kwanza na chakula kimepanda bei, yani kila kitu chote kimepanda bei. Naweza kwenda kuuliza kitu msoko, wakikuta leo kina hii bei, kesho kina hii bei. Mafuta ya kupaka yamepanda bei. Mafuta ya kupaka tulikuwa tunanunua franga 5,500 hivi, leo inakuwa chupa la mafuta 8,000 kwa 15,000. Biashara haitembei kama kawaida, biashara inakuwa inasuasua, haitoki kana na mavita. Vita na dolari kupanda kwa zaidi. Na vita haitoki kwenye ilikuwa tuwe na usalama kama zamani. Napo upungufu kabisa, biashara havitembei mzuri, haviendi. Depuis vita yaanze Goma vraiment biashara haviendi mzuri. Kwanza tupati biashara, tuko na vipata mdifikilite sana. Biashara mmoja tulikuwa napata sasa vile mafuta za kujipakala zimoja zilikuwa natokea Goma, zingine tunazipata kutoka Bukavu. Kuna mafuta vya hivyo na vingine vya mingi tu. Kwa sasa tuvipati. Maana tunateseka sana sasa wachuruzi, tunateseka vraiment. Hakuna hata biashara. Tunateseka na vitu vinapanda bei sana. Vraiment tunateseka sana. Tulikuwa tunasema tunaweza waomba serikali yetu ya FARDC ituasire tu security kwanza, tuangalie gisi ule adui M23 banaweza toka kule juu, tuangalie gisi vitu tena vitakuwa sawa. Juu vitu vinaharibika sana. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari. Msomaji wako alikuwa ni Safari Almas, na kuomba usisahau ku like, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.